Na tukirudi humu nchini ni kwamba ripoti ya fedha ya hazina ya malipo ya uzeeni NSSF imefichua ubadhirifu mkubwa wa pesa, huku mkaguzi wa hesabu za serikali akisema kwamba hazina hiyo imepoteza zaidi ya shilingi bilioni 16 katika mwaka wa fedha uliokamilika mwezi Juni mwaka 2024. Jimmy Mbogo anaangazia taarifa hiyo ambayo pia inaratibu matumizi mabaya ya fedha kupitia hisa, mikutano, magari na hata meza ya mapokezi ya wageni. Ripoti ya hivi punde ya hazina ya malipo ya uzeeni NSSF imefichua ubadhirifu mkubwa wa pesa. Kwa mujibu wa mkaguzi wa hesabu za serikali, NSSF imeshindwa kubaini namna zilivyotumika zaidi ya shilingi milioni 904 zilizokuwa zikirejeshwa na halmashauri ya ushuru baada ya NSSF kuondolewa ushuru. Hazina hiyo ikipoteza riba ambayo ingetokana na uwekezaji wa pesa hizo. Ripoti hiyo pia inabaini kuwa NSSF ilinunua ardhi katika mtaa wa Upper Hill kwa gharama ya shilingi milioni 115, ila hati miliki ya ardhi hiyo ilibatilishwa mwezi Aprili mwaka wa 2010 kutokana na ardhi hiyo kuwa ya umma. Kadhalika, NSSF pia inahusishwa na uwekezaji katika kampuni mbili kati ya mwaka wa 2023 na 24, dhamani ya kampuni hizo zikipungua kwa asilimia 17.64 na kusababisha wanachama kupata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 27. Mkaguzi wa hesabu za serikali akisema kuwa umiliki wa hisa za dhamani ya zaidi ya shilingi milioni 38 kwenye benki ambayo inazidi kupata hasara na uwekezaji kwenye dhamana za serikali ambapo NSSF ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 12 kununua dhamana na malipo ya zaidi ya shilingi milioni 500 ambazo hazieleweki zimechangia hasara kubwa kwa NSSF. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa dhamani zilinunuliwa na kuuzwa kwa gharama ya chini, NSSF ikipata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 272. Hazina hiyo pia inamiliki vipande vitano vya ardhi vyenye dhamani ya shilingi bilioni 4 katikati mwa jiji la Nairobi na ambazo hazitumiki. Hata hivyo, stakabadhi zilizowasilishwa kwa mkaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa wapangaji 8 wanadaiwa kodi ya zaidi ya shilingi milioni 13, agizo la mahakama likizuia pesa hiyo kulipwa. Hazina hiyo ilitumia zaidi ya shilingi milioni 317 kwa usafiri, makongamano na mikutano, ambapo zaidi ya shilingi milioni 11 zilitumiwa kwenye makongamano iliyoandaliwa bila kufuata sheria za ununuzi na uagizaji bidhaa. Zaidi ya shilingi milioni 51 zilitumiwa kwenye magari, huku mafuta ya magari yakigharimu jumla ya shilingi milioni 3. Aidha, zaidi ya shilingi milioni 410 zilitumiwa kwa ukarabati, huku zaidi ya shilingi milioni 36 zikitumiwa kununulia mali, mapambo na vifaa. Zaidi ya shilingi milioni 2 pia zikitumiwa kununua meza ya maeneo ya kuwapokea wageni. NSSF pia ilikosa kufikia kiwango kilichokusudiwa cha usajili wa wanachama wapya na kuwasajili wanachama 556 pekee badala ya 650 waliotazamiwa, utendakazi wake ukipungua kwa asilimia 14. La ziada ni kuwa zaidi ya shilingi milioni 68 zilitumiwa kuwalipa mishahara wadhamini. Jimmy Mbogo, runinga ya Citizen.